Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji katika kipindi chetu hichi, tunakwenda kujifunza Biblia kupitia mwongozo. Tuko somo la 4 kutoka kuangalia umoja katika Kristo. Tuko somo la 4 tunaangalia dhambi katika kanisa. Fungu letu la wiki hii kutoka kitabu cha Korintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 na 20, nao nasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Tuweze kupata ombi la kwanza. Asante Mungu wa mbinguni kwa kutupatia siku nyingine, juma jingine ambao tunaenda kuangalia namna ambavyo dhambi imeingia katika kanisa. Lakini kwa kupitia wewe tunapata wokovu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na amini. Uwe pamoja nasi hadi mwisho. Amen. Amen. Hawa wa Korintho bwana wana dhambi ila ni watakatifu. Na Paulo alianza kuwakumbusha mapema katika Korintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu. Wametakaswa alafu wameitwa wawe, sio tu kwamba umeitwa jina, uwe. Sasa sura ya kwanza mpaka ya 4, hata wiki iliyopita tumeangalia, tuliona dhambi ya faraka, fitina, makundi, ni dhambi. Na anaendelea sasa na orodha. 5 mpaka 7 tutaona anataja habari ya uasherati, magomvi haya ya kushtakiana mahakamani, dawa, lakini pia ukahaba. Alafu kuna changamoto katika ndoa na useja, kuna namna navyo wanyoosha. Sasa tukiingia Jumapili hapa, somo linazungumzia tofauti kati ya imani na matendo. Hawa kweli wametakaswa, hawa kweli ni watu wa Kristo, kweli msalaba wa Kristo umewasawazisha, lakini matendo yao iwe ni kwenye makundi, iwe ni uasherati au nini, hayapelekani na imani. Sasa twende kwenye habari ya, tukiachana na makundi, twende kwenye habari ya mambo ya faraka na hizi dhambi zingine, jinsi Paulo anavyo wasaisha waone jinsi walivyojikanganya ungamo la imani yao na aina ya maisha wanaishi. Twende katika Korintho kwanza sura 5 na ona mafungu ya kwanza. Tuanze fungu la kwanza mpaka 13. Kwa hiyo natarajia uende haraka hapo kidogo. Lakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke babaya, na nyinyi mnajivuna wala hamkusikitika, ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo. Kwa maana kweli nisipokuwapo kwa mwili, lakini nikiwapo kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo, kana kwamba nikiwapo katika jina la Bwana wetu Yesu. Ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu pamoja na uwezo wa Bwana wetu Yesu kumtolea shetani mtu huyo, ili mwili uadhibiwe, ili na roho iokolewe katika siku ya Bwana Yesu. Kujisifu kwenu siku nzuri. Hamjui kwamba chachu kidogo hulichachusha donge zima? Basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Basi tuifanye karamu si kwa chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyoachika, ndiyo weupe wa moyo na kweli. Naliwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Lakini mambo yalivyo, naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi, au mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sanamu, au mtukanaji, au mlevi, au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Maana yanihusu nini kuwahukumu wale walio nje? Ninyi hamwahukumu hao walio ndani? Lakini hao walio nje Mungu atahukumu. Ninyi muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Nadhani katika kanisa hili lipi lilikuwa ni tatizo kubwa zaidi?
kujisifu kwa hawa wa Korintho hawa na kuvumiliana na mwasherati, wanajisifu yani haina shida, au uzinzi wenyewe, maana anatoka na mke wa baba yake. Hii ni mambo ya maharimu yani anatoka na ndugu yake, mke wa baba, mama wa kambo. Unadhani tatizo ilikuwa kubwa zaidi ni lipi? Hapo kuna dhambi ta. Kuna dhambi. Lakini dhambi gani kubwa zaidi? Kuna uzinzi hapa. Lakini kwa lugha nyingine kuharibu kuheshimu mwili wa Kristo. Yaani kwa lugha nyingine kutopambanua mwili wa Kristo. Kutopambanua mwili wa Kristo. Yaani hawakuthamini ile injili ambayo ilihubiriwa ya Kristo, kwamba tayari ameshakwisha kuwasafisha, wao ni wasafi ajili yao. Sasa wanaenda wanauchafua ile hekalu la Mungu. Amen. Ni kweli. Ilikuwa ni tatizo kubwa. Na lingine naloliona ni kwamba linawapelekea eti hata yule mchafu kabisa mwasherati namna hiyo wanasema haina shida. Yaani wanatumia upendo au imani kufunika kwamba hiyo haina shida. Wewe si uko ndani ya Kristo, si umeshaokoka? Hiyo unaiona hiyo hata katika jamii yetu unaiona. Uvumilivu vile anasema Bwana tustahimiliane, wote ni wenye dhambi. Kama vile tunataka tuilalishe dhambi. Ila wa Kristo walikuwa nani wao wa Korintho wao walikuwa wanasema sisi, hawakuwa wanasema sisi wote wenye dhambi. Anasema sisi tulishatakaswa. Hii haina shida, ni masuala ya mwili tu. Zinaa ni mwili ni kwa ajili ya zinaa kama chakula ilivyo kwa ajili ya tumbo. Kwa hiyo yani haina shida. Haya ni mambo ya mwilini tu, haya hayana uhusiano na mambo ya roho. Unaona argument yao. Siku hizi sisi tunaenda tunasema sisi wote wenye dhambi. Mwache. Kwani wewe utendi dhambi? Sasa yote yanafanya tusiishi imani tuliyoungama kwamba sisi tumeoshwa, Pasaka wetu amechinjwa, tunatakiwa kushiriki furaha ya wokovu, si kwa kufurahia uovu tena, ila kwa kufurahia haki, usafi, ukweli. Rafiki yangu, sijui kama tumekuacha wapi katika imani na matendo hapa. Tunahitaji imani tendayo kazi kwa upendo na haki. Amen. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili ambalo linatuonyesha pia umuhimu wa kutembea sawasawa na ungamo letu na imani yetu, kutovumiliana na uchafu ambao kwa huo tulitakaswa tayari. Amen. Sasa Baba, ikiwa kama kuna mtu yeyote ameafifisha ubaya wa dhambi kwa sababu eti ile dhambi imesamehewa, damu ya Yesu imeosha tayari, leo hii macho haya macho yake yakamfunguke. Dhambi chachu ya kale haitakiwi mezani mwa Pasaka hii. Bwana Yesu aliyechinjwa kama mwana kondoo, Baba, inatosha. Dhambi inatosha. Miongoni mwa kanisa dhambi inatosha. Dhambi za wazi hizi ambazo Baba zinadhalilisha hata umoja ndani ya Kristo Yesu. Tupatie ujasiri wa kuzikataa na kuwasaidia wenzetu, hata kama ni kuwakabidhi kwa shetani, miili iadhibiwe ila roho zipone. Tupe ujasiri wa kufanya hivi ili tuweze kuokoa ndugu zetu. Amen. Jina lako litukuzwe, tena tulete kwa masomo mengine kama haya kesho tuweze kuendelea. Ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji, na tunafikia tamati ya Jumapili. Kesho Jumatatu tunaangalia kushughulikia kashfa. Mimi ni Rubinza. Nosima Kalindile. Karibu sana. Amen.